mafundisho yasiyo ya kibibilia yanaweza kufanya usifikie ulichokuwa unataka. Sema amina. Mafundisho yasiyo ya kibibilia yasema hivi: kuna matatizo kwa familia, watu wanasema hii boma ama huu ukoo kila mwaka watu wanakufa, lazima tuchinje mbuzi tuangalie utumbo, na tukichinja mbuzi tukisoma utumbo, kila mtoto wa hii boma lazima atashiriki hiyo ibada, na labda ile nyama itapikwa watu wakule. Labda wengine huchukua yale mavi ya mbuzi ama kondoo yakachanganywa na damu, mnaambiwa mjipake mikono. Na pengine wengine aseme ya kwamba nyama itachomwa alafu ingine itapikwa. Ili itapikwa itachanganywa na supu yake, ichanganywa na damu, alafu mnakunywa. Ni mafundisho yasiyo ya kibibilia. Tayari umeinua madhabahu ya uganga, madhabahu ya kishetani kwenye maisha yako. Tayari mbingu imekuhesabia wewe ni mwabudu shetani. Mafundisho yasiyo ya kibibilia yanasema hivi: Mungu akamwambia nyoka hivi, atatembea kwa tumbo, atamuuma mwanadamu kisigino na mwanadamu atamponda kichwa. Mafundisho yasiyo ya kibibilia yanasema hivi: mama akiwa na mimba kula udongo. Kula udongo kwa sababu kuna nini? Calcium. Calcium ndio kuna shida. Anaambia kula udongo. Ni wapi Biblia imesema ya kwamba mwanamke akipata mimba akule udongo? Nipatie mstari. Sasa leo imeenda mpaka wanaume wanakula udongo. Nimekutana na mwanaume anakula udongo. Sasa mwanaume ako na mimba. Bwana asifiwe. Sasa mbaya zaidi, nimekutana mwingine anakula makaa ya kupikia. Nikimuuliza hii mimba unajua inapenda makaa. Mimba inapenda makaa. Kwani mimba ni jiko la makaa? Jiko likipenda makaa ni sawa, kwa sababu lazima tuweke makaa ndio liwake. Mafundisho yasiyo kibibilia ati mama akiwa na mimba saa nyingine nguo za bwanake zikinuka, kwa hivyo anaweza lala chini, bwana lala kwa kitanda. Wapi ulisoma Biblia atukipata mimba nguo za bwanako zinuki uhame kitanda? Nini unatapika? Nimesikia harufu ya nguo za bwanangu. Wapi? Mafundisho ya kibibilia. Sasa wanamwambia atafanya hivi. Fanya hivi. Tuhamie kwa rumu ya watoto. Ulisoma wapi? Kama wana rumu ya watoto atahamia kwa jirani. Yaani ahamie kwa jirani mpaka siku atazaa ndio arudi. Sikuambia hapa juzi, niliwaambia hapa Jumanne, kuna jamaa alifukuza mke wake, wamekosana akamfukuza na mvua inanyesha. Na akamwambia nenda. Na kulikuwa na mwanaume alikuwa anatongoza mwanamke anakataa. Anamtongoza mwanamke anakataa kwa sababu anasema anaheshimu ndoa yake. Siku ile alifukuzwa akalala nje, mvua imenyesha. Ilibidi aende kulala kwa jirani. Jirani ako HIV. Kuja kufuata polepole, mama alipata wapi ugonjwa? Ni siku alifukuzwa, mvua imenyesha, akalala kwa jirani ndiye akapata ugonjwa. Mafundisho sio ya kibibilia. Maana aliambiwa nenda. Bibi akukusumbua, fukuza alale nje. Fungie mlango. Mafundisho sio nini? Kikwazo hicho cha ndoa. Kuna mtu anamsaidia? Bwana asifiwe. Mafundisho sio ya kibibilia. Umelala, unaota ndoto. Nyanya aliyekufa anasema anataka kumletee blanketi. Unaambiwa nenda kanunue, anataka akubariki. Nenda pale kwa kaburi, usiende mchana, nenda usiku. Wewe ni mganga wa kienyeji wewe. Huo ni uganga. Kujenga kaburi si makosa. Mtu wa kwanza kujenga kaburi ni wakina Ibrahimu, kwa sababu kipindi kile walikuwa wanachimba mapango. Watu walikuwa wanazikwa ndani ya mapango. Hata Yesu kaburi yake ilikuwa ndani ya pango. Mtu wa kwanza kuweka alama kwa kaburi, leo tunaweka misaraba. Mtu wa kwanza kuweka alama kwa kaburi ni Abrahamu na Isaka. Sasa leo anasema tulipozika tu kuweka msalaba. Siku ya kuweka msalaba watu wanapika na pombe inapikwa. Wanajenga kaburi ya mtu aliyekufa, wanapika pombe. Wanakunywa, maana wanajenga nini? Kaburi. Aliyezikwa alikuwa anakunywa, lazima tukunywe kama yeye. Mafundisho sio kibibilia. Msichana wako anaolewa, kikwenu wanasema lazima kuwa na pombe ya wazee. Unaitisha pombe ya wazee.
Umeunganisha wajukuu watazaliwa na msichana atazaa walevi. Papai haizai tomato, mwembe hauzai machungwa, wala mwembe hauzai njugu karanga, limao haizai mahindi ya kuchoma. Kwenu wanasema msichana akiolewa lazima kuwa na pombe. Sawa, wala hawajaokoka, si wewe. Abrahamu anamtuma mfanyakazi akamtafutia Isaka mke. Anaenda anamwambia, kwa makabila mengine usiende, usimletee mwanangu makabila mengine. Sijaona mtungi wa pombe. Yakobo anaoa kwa nyumba ya Labani, hatujaona pombe. Hatunajua hicho ni kikwetu. Kikwenu. Tukiokoka tuko na kikwetu pia. Watu waliookoka wana kikwao. Tuna desturi ya mbinguni pia. Sema haleluya. Yani niseme hivi. Babu yako alipooa hakulipa mahali ya nyanya yenu. Na nyinyi mnao wasichana watu hamtaki kulipa mahali kwao. Kwa nini? Nirudie tena. Babu yako hakulipa mahali ya nyanya, na nyinyi mnaoa ndio maana hamulipi mahali za watu. Kama ulipi mahali ya mke wako, watoto wa kike umezaa hawatalipiwa mahali pia. Kuna tofauti. Mtu hana pesa, anajipanga, akipata atapeleka. Lakini cha ajabu, mtu anasomesha mtoto mpaka university, lakini hajaipeleka hata kikombe cha plastiki kina mke wake. Unakaa na mke kwa malipo ya polepole. Mkopo wa malipo ya polepole. Hebu mgeukie mtu. Okay, wengine wajaoa, wengine wajaolewa. Wengine wameolewa. Sikiliza. Tofautisha mtu ameoa ako na mwaka mmoja kondoa. Kuna watu wamechapa miaka, amesomesha watoto, wamemaliza high school, wameenda college, wako university, ati bado anajipanga. Utajipanga mpaka lini? Siuache watoto wakae nyumbani tamu mbili zote, ulipia mama yao mahali. Kama hangekuzalia watoto ungesomesha nani? Kama hangebeba mimba kazaa ungesomesha nani? Kama school fees inapatikana, pia mahali patikane. Mungu alimwambia Musa, Mwisraeli akioa alipe mahali kwa kina mke wake. Biblia inasema mahali ni kama shukrani unatoa kwa wazazi. Kibiblia, wachana na sheria. Atikativi imesema si lazima ulipe mahali, bora watu wamependana. Okay, hata Misri walikuwa na yao na Waisraeli walikuwa na yao. Ndio maana Mungu aliponyesha mvua ya mawe Gosheni, hakukunyesha mvua ya mawe. Wachana na katiba. Tunaongea habari ya Mungu wa mbinguni, mwenye aliumba mwanadamu kwa sura yake na akaweka vitu vinatakana afanye. Wachana na katiba. Wachana na sheria. Tunaongea habari za Mungu. Mafundisho sio nini? Ya kibiblia yanaweza kuwa kikwazo cha uponyaji. Mafundisho sio ya kibiblia yanasema hivi. Ukiuma na tumbo tafuta mwarobaini. Sasa mwastini, mwasabini, umepiga mwarobaini vibuyu vitano mpaka tumbo imetoa mishipa. Ni kama tairi imepitisha pumzi inataka kubasti. Mwarobaini hapana. Yesu Kristo akasema hivi. Yes, njooni kwangu nyote msumbukao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, mimi ni mpole, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Zaburi 107 mstari wa 20 nasema hivi, hulituma neno likatuponya, likatutoa katika maangamizi. Tunaamini nguvu ya uponyaji. Tunaamini nguvu ya Yesu Kristo inaponya. Sema amina. Mafundisho ya kibiblia ni kikwazo kikubwa. Mafundisho ya kibiblia yanasema hivi. Kama baba yako hakukusomesha na alikuzaa, usimsaidie. Umelaaniwa mpaka na watoto wako. Ati baba yako hakukulipia karo, lilipiwa na mama yako. Unasaidia mama, hausaidii babako na ni mzima hajakufa. Nataka nikusaidie, umelaaniwa. Biblia inasema hivi, kitabu cha Methali, siongea habari, inasema hivi, waheshimu baba yako na mama yako, wafurahishe waliokuzaa. Na ikasema hivi, amtukanaye baba yake ama mama yake akufe na akufe tena. Yaani ukufe mara ngapi? Yaani unatembea Nairobi, mzoga anatembea town. Unakutana na watu Isili, maiti anatembea.
Unakutana na watu kwa stage, maiti anapanda gari. Asikudanganye mtu, laana haijui kizungu. Laana haijui masters wala PhD. Laana haijui degree. Laana haijui ya kwamba umesomea language gani. Laana ya mzazi, hakuna pasta anaweza ndoa. Laana inatolewa tu na kutubu. Hakuna pasta atakuombea. Tumetukana baba yako, natukana mama, kuna pasta atakuombea? Hakuna maombi kama hayo, hakuna. Sikiliza Mathayo 15 mstari wa 4. Kwa kuwa Mungu alisema, muheshimu baba yako na mama yako, amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Mara ngapi? Kufa na ufe. Sikiza hapa, unakufa kifo cha kwanza, unaishi maisha yenye hasara duniani. Kizazi chako kinaishi maisha hasara. Kifo cha pili, siku ile umeondoka duniani, siku ya kiyama, jehanamu inakungojea. Unaweza kuwa duniani unaishi ujafu na tembe, lakini vitu vyako vimefanya nini? Hakuna kitu utafanya. Maandiko yanasema ya kwamba, Biblia inasema hivi, mwenye haki aondokapo duniani huachia watoto wake urithi, lakini waovu chochote wanakusanya ni kwa sababu mwenye haki. Kwa hivyo nataka nikushauri, asikudanganye mtu ati unadharau baba yako aliyekuzaa, unadharau mama yako aliyekuzaa, unaheshimu pasta. Hiyo ni heshima ya kinafiki na ya kijinga, ya kijinga kabisa. Mzazi wa kwanza ni Mungu, wa pili ni mzazi aliyekuzaa, wa tatu ni pasta. Haiwezekani mama wewe umeolewa unaheshimu pasta au heshimu bwanako. Ni heshima ya kijinga na upumbavu. Mbona niangalie na macho mbaya hivyo? Haiwezekani unaheshimu pasta mama uliolewa na uheshimu mume wako kwa nyumba. Heshima ya kijinga na kipumbavu. Unachemshia pasta maji, bwanako babake nanisi unawe pale. Ukiona pasta mbio, sahani zinatolewa mpya kwa kabati, lakini bwanako ni mkebe Blue Band, mkebe yogurt ndiye anapewa nao maji. Bwanako anataka remote. Onyango, sulete babako remote, ile iko pale. Ati babake nani, ukimaliza kuwatch news, sima iko pale, mboga ziko hapa. Chindo na rege. Jamani, wacheni nihubiri jamani. Wacheni hii ni crusade, wacheni nihubiri. Umegundua kwamba kuna watu wanaweza kesha kwa bao wakikunywa mpaka asubuhi. Na hakuna kitu jamani. Sisi tukiwa hapa sasa hii ujumbe tunapea. Sisi tupeane tumalize tuimbe alafu tuende. Sema amina. Mafundisho sio nini? Ya kibibilia ni kikwazo kikubwa. Mafundisho sio kibibilia nasema hivi, usisamehe mama yako, usisamehe. Mafundisho sio kibibilia nakwambia usisamehe mzazi na alikukosea. Mzazi anaweza kosea. Mzazi ni mwanadamu. Kumbuka ya kwamba Yakobo alikemewa, not Yakobo, Yusufu alikemewa na mzazi kwa sababu kumweleza tu ndoto. Anaelezea ndoto yake kwa uzuri, mzazi anamkemea tu. Anamkemea. Anamvunja moyo. Lakini Yusufu alishikilia ndoto, mwisho ilikuja kutimia. Leo umebeba baba yako kwa moyo, umebeba mama. Ati siku moja baba yako alipiga mamako vibaya. Mbona unaingilia vita vya baba yako na mama yako? Unajuaje kama shetani ndiye aliruhusu wafanye mbele ya macho yako? Mama yako hawezi akashikwa na laana ya baba yako, wewe utashikwa na laana ya baba. Hata kama hujamtamkia, moyo wako unaonyesha madharau, tayari umedhaniwa, tayari. Hata labda kuna wengine mnasumbuka, kuna vita viendi kwenye maisha yako, ni vitu ulifanyia mzazi. Ulidanganywa na nani? Vita vya baba yako na mama usiingilie kati. Waache hao wapenda nao, waache hao. Hujasikia mwanamke amepigwa ameenda kwao siku 2-3 na mwana sitende supermarket. Na alipigwa kaza mimi sirudi huko. Siku unakutana wanatembea. Wanashare mahindi ya kuchoma. Wako na kisogoro, nenda kisogoro. Kisogoro mahindi ya. Wanashare mahindi ya kuchoma. Na ile siku walipigana.
Unaweza ona vitu naongea ni kama pointless, unanielewa? Lakini kuna mtu namsaidia. Wewe nashukuru maana umetoka mbinguni leo asubuhi. Na saa hii unajitayarisha kwenda mbinguni. Uende ukalale huko, utarudi asubuhi. Lakini kuna mtu namsaidia. Maandiko yanasema kwamba neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, kwa wale tunaokolewa ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Ndiyo haki. Yaani kama kuna haki ni kutii mzazi. Awe ni mlevi, baba yako ni baba. Awe ni mlevi, awe alirepiwa akakuzaa, heshimu yeye. Mungu anajua ukoe ni damu ya nani. Wacha kuambia mama yako utamtandika siku kuonyesha baba yako. Yaani ataenda kumuiba akuonyeshe. Wengine alizaliwa na mama labda alirepiwa akaweko mimba. Joyce Lace anasema alifanya nini? Joyce Lace alirepiwa na baba. Na sasa ni mhubiri wa kimataifa. Juzi nimeona kwa mtandao mzee mmoja, last week tu nimeona kwa news, amerepu mtoto wake. Alafu unasumbua mamako ati nyonyesha babangu. Nyonyesha babangu. Omba Mungu wa mbinguni, mwambie Mungu, kuna baba ambao ulichukua mbegu yako kaka kwa mama nikazaliwa. Mungu nikutanishe na my daddy, nikutanishe na baba yangu. Lakini ukianza vita itageuka kuwa laana. Ukija kumpata tayari chuki itakuwa kwako na mama yako. Hata ukienda kwa baba umelaaniwa, hauna baraka. Alafu utaanza kusema mama wa kambo mwenye ametangulia, mama wa kambo ndiye amekuroga mwenye ulimpata pale. Kumbe ni ujinga na upumbavu uliofanya kule nyuma, akudharau mama yako. Hata kama mama yako alikuzaa hajaolewa, heshimu yeye. Na siku kijua baba aliyekuzaa, heshimu yeye. Au kutoka kwa maembe, heshimu yeye. Usidanganye na mtu ati hakunua hata kalamu, mama yangu ndiye amenisomesha. Nani amekudanganya? Biblia imesema kitabu cha Methali mlango 23 mstari wa 22. Hebu nisomee. Methali 23. Methali 23 niwekee 23. 24. Inasema baba yake mwenye haki atashangilia, naye amzae mtoto mwenye hekima atafurahi. 25. Afurahi baba yako na mama yako, afurahi aliyekuzaa. 26. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yatapendezwa na njia yangu. Asante. Soma yako pastor. Soma yako baba. Methali 23:22. 23:24 baba. 23:24. Baba yake mwenye haki atashangilia, naye amzae mtoto mwenye hekima atamfurahia. 25. Na wafurahi baba yako na mama yako, na afurahi aliyekuzaa. Turudi sasa 22. Sikiza 22. Sikiza mstari wa 22. 22. Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Which means kuna watu wanaheshimu wazazi kwa sababu anakulipia school fees. Kuna watu wanaheshimu wazazi kwa sababu unalala kwa nyumba analipa rent. Kuna watu wanaheshimu wazazi kwa sababu amekupromise atakupeleka college. Kuna watu wanaheshimu wazazi kwa sababu ni mgonjwa anakununulia dawa. Kuna watu wanaheshimu wazazi kwa sababu umepata mwanaume anataka kukuoa, usije ukaenda ukatimuliwa. Kwa hivyo unamheshimu ndio ukija usitimuliwe. Nataka kusema ya kwamba umeolewa, hujaolewa, heshimu mzazi. Umeoa, hujaoa, heshimu mzazi. Umesoma, hujasoma, heshimu mzazi. Mzazi wako ni mwenda wazimu, ni mlevi, ni mchawi, ni muganga, heshimu yeye. Tabia zake na vituko vyake muachie Mungu. Usiwahi ingilia vita vya wazazi. Usiwahi. Narudi, usiwahi ingilia vita vya wazazi. Muachie Mungu. Sema amina. Mafundisho ya nini yasiyo ya kibibilia ni kikwazo cha uponyaji. Sasa mtu anaombewa anapona, anaombewa malaika akishuka analeta uponyaji, anaona huyu akona tusi, alitukana mama yake.
Ni sawa na msichana anamwambia mama yake, si lazima nikuje hapa, na anashika kiuno hivi, si lazima nikuje hapa, naweza enda nikaishi mahali popote, si lazima nikuje hapa. Hao ni wasichana. Sijui kwa nini sijui wanajisikiaje wakishika hivyo wafanye. Si wanatekerenywa hata mimi siijua. Ni sawa na wewe unajua ya kwamba kuna mtu anatamani mzazi wake akufe. Nishasikia mtu anasema hata natamani huyo mzee agongo na gari akufe na aondoke. Nataka nikusaidie. Baba yako awe mbaya, asiwe mbaya, heshimu yeye. Shetani anaweza ona nyota yako, wewe ni mtu mkubwa kwa familia, una hatima kubwa. Sasa akaona waganga wameshindwa kukuroga, sumu hujashiko nayo, wamejaribu uwe msharati ukufa na ukimwi imeshindikana, wanaingia kwa mzazi, mnakosa kupatana. Yaani ukimdharau tu anang'oa kile ulichokuwa nacho, anaondoa. Mtu wa Mungu utazunguka, hakuna pasta anaweza ondoa hiyo. Hakuna, sidanganywa na mtu. Hata kama mzazi wako ni mkali kama pilipili kichaa, heshimu yeye. Hata kama ni mkali kama uchungu wa chang'aa. Ushaona mtu anakunywa chang'aa na smile? Watu wanakunywa chang'aa mpaka afunge macho. Sheria lazima afunge macho maana ni kali. Alafu lazima akunje sura hata kama ni mkali kama chang'aa. Sema amina. Hebu tusome andiko hapo. Okay. Asante Roho Mtakatifu. Ambia mtu, heshimu baba yako na mama yako. Watu wa Mungu, watu waache unafiki. Huwezi ita pastor my spiritual dad, my spiritual, na baba yako na mwita Simba ndio yeye anakuja. Shepherd German ndio yeye inakuja. Shepherd German ndio yeye inakuja. Ule kudogi. Wewe ni baba yake. Na akifa kanisani, yes dad. Yaani yes dad. Yes. Na baba yake nyumbani anaitwa Karai, anaita babake Karai, anaita mama. Yaani unalinganisha mzazi wako na mwenda wazimu fulani. No, kuna kitu kama hiyo. No, hapana mtu wa Mungu, hapana. Kama mzazi angekuzaa, pastor angekupata wapi ufanyike mshirika wake? Wapi pastor angekupata ufanyike mshirika wa pastor? Angekupata. Heshimu mzazi wako. Hata kama hajasoma, heshimu yeye. Huo mwembe unaishi kichakani, leo ndio umetolewa ndani, matunda wakatengenezwa wakaita nini? Juice. Na unauziwa kwa duka, unauziwa kwa hoteli juice ya maembe anaishi porini, glass moja shilingi 200 mpaka 300. Kuna hoteli ukiingia glasi ya juice ni 500. Juice niliingia mahali fulani nataka kunywa kombe cha chai. Kuuliza akaniambia chai ni 200. Niliamka bila kuambiwa amka. Kikombe ya chai ni 200. Niliamka, mimi nimezoea chai yangu ya 30 bob. 40 kiene sana 50. 200 kikombe. Na kakombe kenyewe ni kadogo kafupi. Kafupi kweli kama mshale wa kiberiti. Niliamka nikaenda. Na nini chai ya kawaida, majani yale. Tofauti tu ni mataa zile ziko pale tu. Maziwa ni yale, majani ni yale. Maji ni yale Nairobi Water haya. Lakini ilibidi niache dota niende. Naomba Mungu akuinue mpaka adui aondoke bila kuambia ondoka. Mpe Bwana makofi, nataka tumwabudu Bwana. Ngoja some hilo andiko. Ninaendelea na ujumbe bado tutaendelea mpaka Yesu Kristo akamilishe kile ametaka kufanya. Kuna watu Mungu anataka kuponya katika jina la Bwana. Tumesema kikwazo cha mafundisho asia nini? Ya kibibilia. Hebu tusome Marko mlango wa 3. Marko mlango wa 3 ule mstari wa kwanza mpaka wa 5. Alafu Marko 7:13. Marko 3 mstari wa kwanza. Akaingia tena katika sinagogi, na palikuweko huko mtu mwenye mkono uliopooza. Mstari wa 2. Wakamvisia ili kuona kama atamponya siku ya Sabato. Hebu angalia.
Yesu anakuta mgonjwa kwa kanisa, watu wanamuinda waone kama ataombewa. Usidhani kila mtu anaochi ibada, mwingine anaochi, wengine uochi kuona makosa. Usidhani kila mtu akona notebook kwa church anaandika point, mwingine huandika makosa. Usidhani kila mtu akona simu ibada inaendelea mhubiri, mwingine ako kwa TikTok, mwingine ako kwa WhatsApp anaangalia picha, mwingine anaangalia ex wake amemtumia, mwambie nitajiua tusiporudiana, ndiye anacheka nayo. Si kila mtu unamuona na simu ametoa macho kama mjusi kafiri amebanwa na mlango no, mwingine kuna kakichekesho kanaendelea pale. Yesu anataka ponya mgonjwa, wanamvizia. Yaani kuvizia ni kuinda mtu, waone wapate mashtaka. Mafundisho sio ya kibibilia, alikuwa anasema hivi: watu wasiombewe siku ya Sabato, watu wasiponywe siku ya Sabato. Mafundisho yasiyo ya kibibilia hayaamini uponyaji wa maombi, yanaamini uponyaji wa waganga na hospitali. Hiyo ndio wanaamini, hiyo tu. Lakini mtu ameombea amepona, watu ameponaje? Tunataka kujua ameponaje. Tunataka tuambie pia, ulipatikanaje? Ukazaliwa ulipatikanaje? Ulizaliwaje? Twende baba. Mstari wa 2. Wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya Sabato, wapate kumshtaki. Mstari wa 3. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati. Mstari wa 4. Akawauliza, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza. Mstari wa 5. Akawakazia macho kwa pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. Asante. Mafundisho sio kibibilia hayaruhusu watu kuombewa kanisani, lakini anaruhusu utoe sadaka na fungu la 10, enda na mashida yako. Mafundisho sio kibibilia hayaruhusu mapepo kukemewa. Hapana, unasema hapana, hawa watu wanaombea watu wanatoa mapepo ndio wanaingiza kwa watu mapepo. Kama Yesu akasema hivi, kama nimeitwa Beelzebuli, nyinyi ni zaidi. Alipotoa mapepo walisema anatoa mapepo kwa sababu ni mkuu wa mapepo. Sasa amekuta mgonjwa amepoza mkono, Yesu anataka kumponya, wanamvizia. Hebu turudi pale nisome pole pole. Hebu turudi hapo. Hapo mstari nitasoma baba kidogo. Wacha nisome kidogo. Pale tulianzia tu. Okay, sawa. Akaingia tena katika sinagogi, na palikuwa na mtu mwenye mkono uliopoza. Mstari wa 2. Wakamvizia kuona kama atamponya siku ya Sabato, wapate kumshtaki. Yaani kuna mtu anataka kuona uliombea kwa kurusedi. Hujawahi sikia? Okay, mimi siwezi kukwambia ukiona mhubiri anahubiri kwa TV usimsupport. Nikisema usisupport mhubiri anayehubiri kwa TV ni kumaanisha sitawahi fika viwango vya TV. Siku ile nitafika kwa TV, nitafikia watu ambao sikuwahi fikia. Wasinisupport. Kile cha kufanya ni kwamba support yule na support baba yako wa kiroho. Support huduma nyingine, support huduma inakulea. Sasa hawa wanafanya nini? Wanavizia asipone, wanataka mtu asipone. Ni kumaanisha kwamba wakati watu wanaombewa wanapona, ni makosa. Ni makosa wasiombewe. Sema amina. Wakitaka wamshtaki. Hujasikia mtu wengine amtoe hapa, mnatoa kwa madhabahu, mnatoa kwa mapasta wengine, hapa. Hiyo sio injili bwana. Tunahubiri Yesu mmoja. Ni watu waelewa ya kwamba ukisapoti pasta mwingine, sapoti baba yako wa kiroho pia. Sema amina. Lakini ukisema usisupport, ina maana hata kuna watu wengine pasi uko nao kanisani, hujawaombea wokovu, wamekuja kama wameokoka. Uongo ama kweli? Wewe nilikuombea wokovu? Si ulikuja kama umeokoka? Nilikuombea wokovu? Ulikuja kama umeokoka? Nilikuombea wokovu? Ulikuja kama umeokoka? Wale nimeombea wokovu hapa, inua mkono juu. Kama ulikuja kakuombea wokovu. Pale mwingine, pale mwingine, pale. Asante sana. Hapa wale nimeombea wokovu.
Lakini kumbuka ya kwamba ni mtu aelewe, ukisapoti pastor mwingine, sapoti baba yako wa kiroho. Sasa hawa hawataki watu waombewe na hawawezi wakawaombea. Hawataki watu waponywe na hawana neema ya uponyaji. Ni sawa na mtu ambaye hana neema ya deliverance, anapinga deliverance. Hana neema ya teaching, anapinga teaching. No, tembea kwa laini yako, waachie mwingine laini yake. Tembea kwa laini yako, waachie mwingine laini yake. Sapoti mwingine kile ako nacho, watu watakusapoti kesho. Ukipiga wengine utapigwa na wewe kesho. Kwa hivyo hakuna siku mtanisikia usitoe bora tujue madhabahu unatoa ni hiyo. Nitakufundisha unapotoa sadaka, be careful ni madhabahu gani unatoa, pastor gani una support. Hiyo nitakushauri. Si kila mtu utaenda tu ukipeana, hapana, itakuwa advice. Lakini akwamba usitoe, no. Kuna watu wananisupport wengine hata hawajaokoka. Kuna watu wananisupport wengine hata si washirika wangu. Ujaona mchungaji unaweza kuta ya kwamba online kuna watu wengi wanamfuata, lakini kanisani si wengi. Ina maana kuna watu kule nje wanamtambua. Sema amina. Hebu tena huo mstari atasema, wakamwambia yule mtu mwenye mkono uliopoza, simama katikati. Twende mstari wa 4. Okay, hebu rudi watatu, nirudie. Hebu rudi mstari. Akamwambia yule mtu mwenye kupoza, simama katikati. Twende wewe mstari wake wa 4. Akawauliza, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuua? Wakanyamaza. Yesu anawauliza, wakanyamaza. Mstari wa 5. Akawakazia macho pande zote kwa hasira. Kuna wakati pasa lazima ukasirike. Yaani unaomba na hasira baba. Yeyote anapinga mwanangu asibarikiwe, apigwa na nguvu za Mungu. Anayepinga mwanangu asinuliwe, apigwa na nguvu za Mungu. Unaomba na hasira. Yeyote anakataa mwanangu asifanikiwe, apigwa na radi. Yesu akawakazia macho akasema akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akanyosha mkono wake, ukawa mzima tena. Sema tena. Mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi, jinsi ya kumwangamiza. Angalia, mtu amepona, mafundisho asiyo ya kidini yanakwambia. Hujaisikia mtu anasema kwani lazima uombewe? Huwezi kujiombea mwenyewe. Mtu wa Mungu anataka kuambia hujaingia kwa kona. Kuna kona ukiweka utahitaji maombi. Kwani lazima uombewe? Sawa. Hebu nataka kusema hivi. Nataka nikuwe mfano rais. Kwenye government yetu ya Kenya, kuna tatizo unaweza pata ukasuluhisha na jirani mkamaliza. Kuna tatizo utaenda kwa mzee wa mtaa. Kuna tatizo utaenda kwa chifu. Kuna tatizo utaenda police station. Kuna tatizo litafika kotini, mpaka high court. Unaona vile ni kipanda. Hivyo ndivyo shida zilivyo. Kuna shida kweli, kuna grace Mungu kupatia, inaweza kutatulika na wewe kwamba unajielewa, amekupa uwezo. Lakini kuna vitu ambavyo hautaweza kuvifanya, unahitaji mtu mwenye hiyo neema. Ndio maana Musa akaambiwa, chagua watu, gawanya majukumu, wengine kiongozi wa watu 50, kiongozi wa watu 100, kiongozi wa watu 10. Sema amina. Hebu simama tumwabudu Bwana. Tunataka kuondoa vikwazo katika jina la Bwana. Vikwazo lazima viondoke. Kutosoma neno la Bwana. Sema kutosoma neno la Bwana. Mafundisho sio ya kibibilia ni mabaya. Inua mikono yako juu. Usiku wa leo mwambie Bwana ondoe kile kikwazo. Mafundisho sio ya kibibilia. Yanakuambia si lazima uombe chakula alichobariki Mungu. Naomba nini na Mungu alibariki zamani? Wewe unasikia sauti inakwambia usikule chakula iko na sumu. Nitaitakasa nitakula.
Wastahili Roho Mtakatifu, tunakuabudu. Ina mikono yako juu.